ya kwangu mimi na wewe. Kama ulikuwa mshirikina, kama ulikuwa mzinzi, kama ulikuwa msikini unapenda mambo ya kusengenyaje kwenye familia za watu, unapenda karibu ndoa za watu, kitu mdogo, basi leo tunakumbushwa Kristo azaliwe katika ndani ya mioyo yako. Kuzaliwa kwetu tumezaliwa zile ngombe. Kwenda kusema salamu Maria umejaa neema. Bwana iwe nawe. Umezaliwa katika Katoliki wote. Na Yesu jamani, tumsifu Yesu Kristo. Kuzaliwa kwa Bwana wetu, kwa Bwana Yesu Kristo, tunatufundisha kwamba maisha yetu ya maisha tunayoishi hapa yawe ni ya kubadilika. Sema mabadiliko. Mabadiliko. Kama ulikuwa unapenda kuja kusali siku ya sikukuu, ujue Kristo bado hajazaliwa ndani ya mioyo yako. Bado Kristo hajazaliwa. Nakupa pole wewe ambao unakuja kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa Bwana wetu, tunapoteza muda. Ningeenda kwenda shambani na kuja siku ya sherehe kama Kristo bado hajazaliwa ndani ya mioyo yako. Wewe ni Kristo ambao ulibatizwa, ukapata komunio, ukapata kipaimara, ukafunga ndoa. Bado unaendelea na maisha ya kuishi shambani. Unaendelea kuishi maisha ya upagani. Unaendelea kuishi imani ya usimbe sugu. Unapata fursa ya kwenda kutembelea ndugu yake. Sawa jamani? Ameacha kuja kanisani kama wanajipanga baadaye, au muwe nguo nzuri, avae na watoto wake, wapansi, bodaboda, waende wakawatembelea jamani ndugu zangu. Ndugu zangu wewe unapoteza muda kwa wewe. Sherehe ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo leo, niombeni sana kila mmoja wetu kitupe tafakari kumrudia Mwenyezi Mungu. Baba na mama mheshimiane, mume umheshimu mke wako pia akuheshimu wewe. Tunashangaa cha maajabu, kuna familia zingine kwenye mapato na matumizi tunapata mama hajui. Wewe baba mapato yaleta ndani, mshirikishe mume wako. Usipofanya hivyo, Kristo atakuwa anazaliwa ndani ya familia yako. Niombeni wa baba mapato yetu kushirikishwa mama. Na nyewe wa mama tuwe waaminifu katika ndoa zetu.